Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendele et Koyate. Tout pour la patrie. Tout pour la patrie. Habari za magharibi wa ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media, tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo za habari za jioni ya leo, tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kwa channel hii, nakuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo kwenye picha na ukatujuza moja kwa moja. Endelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani, na hapo tunaweza kuunga kwenye group letu la WhatsApp ili ndio kupata habari zetu za kila siku, asubuhi, mchana na magharibi. Baki nasi hadi mwisho ili upate habari tofauti zilizojiri mchana wa leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa za uasi kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kijana mmoja amefariki dunia kutokana na majeraha ya risasi huko Buleusa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaripotiwa kuwa kijana huyo alikataa kubeba risasi kwa ajili ya waasi wa AFC M23 na hivyo akapigwa risasi. Tukio hili linaongeza hofu juu ya ghasia na changamoto za kibinadamu ambazo zinasumbua eneo hili lenye migogoro. Mvutano wa kisiasa unaendelea kutokota katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia hoja iliyowasilishwa bungeni ya kutaka kumuondoa spika wa bunge Vital Kamerhe. Mwanasiasa wa upinzani Christian Kamitatu amedai kuwa lengo halisi la hoja hiyo ni kufanyia katiba marekebisho ili kuongeza muda wa urais hadi miaka 7 na kuunda wadhifa wa makamu wa rais utakaokabidhiwa kwa Jean-Pierre Bemba. Madai haya mazito yaliripotiwa na chombo cha habari Actuality CD mnamo Septemba tariki 16 mwaka wa 2025, yameongeza uzito katika mzozo wa sasa wa kisiasa unaozingira mustakabali wa uongozi wa bunge la kitaifa. Kulingana na taarifa hizo, Bwana Kamitatu anashikilia kuwa hatua ya kumuondoa Kamerhe madarakani ni kisingizio cha kufungua njia kwa agenda fiche ya kubadilisha muundo wa utawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hoja ya kutokuwa na imani na spika Kamerhe imekusanya sahihi za kutosha kutoka kwa wabunge na inatarajiwa kujadiliwa vikao vya bunge. Sababu rasmi zilizotolewa na wabunge wanaoendesha harakati hizi zinahusu usimamizi mbovu wa bunge na matumizi yasiyo ya wazi wa fedha. Hata hivyo, kauli ya Bwana Kamitatu inaashiria kuwa kuna malengo makubwa zaidi ya kisiasa yanayochezwa. Dai la kutaka kuongeza muda wa mamlaka ya rais kutoka miaka 3 hadi miaka 7 ni swala ambalo limekuwa likijitokeza mara kwa mara katika siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zimekuwa zikizua wasiwasi kuhusu uwezekano wa kiongozi aliyeko madarakani kujiongezea muda. Aiza pendekezo la kuunda wadhifa wa makamu wa rais na kimkakati wa Jean-Pierre Bemba, kiongozi wa chama cha Mouvement de Libération du Congo MLC na mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa, linaibua maswali kuhusu mienendo ya madaraka ndani ya muungano tawala wa Union Sacrée. Bwana Bemba amewahi kushikilia wadhifa wa makamu wa rais katika serikali ya mpito kati ya mwaka wa 2003 na mwaka wa 2006. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa kambi inayoongoza hoja dhidi ya Kamerhe inayothibitisha au kukanusha madai ya Bwana Kamitatu. Vile vile hakujakuwa na tamko lolote kutoka kwa ofisi za Rais Felix Antoine Tshisekedi au Bwana Jean-Pierre Bemba mwenyewe.
Wachambuzi wa siasa za Kongo wanafuatilia kwa karibu hali hii, wakionya kuwa endapo madai haya yatathibitishwa yanaweza kuzua mgogoro mkubwa wa kikatiba na siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mustakabali wa uongozi wa bunge la kitaifa na ajenda ya mabadiliko ya kikatiba sasa viko katikati ya mivutano hii mikali ya siasa. Vikao vya bunge vitakavyojadili hoja dhidi ya Kamere vinatarajiwa kuwa na joto kali na vitatoa picha kamili ya mwelekeo wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo la Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini limegubikwa na simanzi kufuatia shambulio la kinyama la waasi wa ADF katika kijiji cha Ntoyo lililosababisha vifo vya zaidi ya raia 18. Tukio hili la kigaidi lilitokea mapema mwezi Septemba mwaka 2025, limeacha maelfu ya wakazi katika hali ya hofu na wengine kulazimika kuyahama makazi yao. Kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa vyanzo vya habari vya kimataifa na duru za ndani, shambulio hilo lilikuwa la kikatili na lisilo la kibinadamu, ambapo waasi walilenga raia wasio na hatia. Kanali Anle Kiwewa, mkuu wa utawala wa eneo la Lubero, alithibitisha idadi kubwa ya vifo, akieleza kuwa huenda idadi kuongezeka kadri shughuli za uokoaji na utafutaji zinaendelea. Umoja wa Afrika kupitia kwa mwenyekiti wake wa Commission Musa Faki Muhammad umelaani vikali mauaji hayo na kutoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za kikanda na kimataifa za kurejesha amani na usalama katika eneo la Maziwa Makuu. Hali bado ni tete, madarasa huenda yakasitishwa, ingawa taarifa rasmi zilizothibitishwa mara moja kuhusu mauaji ya walimu 4 kama sehemu ya shambulio hilo. Hali ya usalama katika eneo la Lubero na vitongoji vyake ikiwemo tarafa ya Njiapanda imezorota kwa kiasi kikubwa. Mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi yameathiri shughuli za kila siku ikiwemo sekta ya elimu. Kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi, kuna uwezekano mkubwa kuwa shule katika maeneo yaliyoathirika kama vile Njiapanda zimesitisha masomo ili kulinda usalama wa wanafunzi na walimu. Hata hivyo, taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za elimu za eneo hilo bado hazijatolewa kuthibitisha kusitishwa kwa madarasa. Mashirika ya kibinadamu yanatoa wito wa msaada wa haraka kwa waathiriwa wa mashambulio la Ntoyo, wengi wao wakiwa wamepoteza jamaa na mali zao. Hali ya kibinadamu yameelezwa kuwa mbaya, huku kukiwa na uhitaji mkubwa wa chakula, malazi na huduma za afya. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likishirikiana na vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa MONUSCO linaendeleza operation za kuwasaka waasi wa ADF katika eneo hilo. Hata hivyo, uwezekano wa waasi wa kuficha na kutekeleza mashambulizi ya kushtukiza bado ni changamoto kubwa kwa usalama wa raia. Katika miezi ya hivi karibuni, jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wanamgambo wa Zalendo limepata mafanikio makubwa katika eneo la Walikale, Kivu Kaskazini, kwa kufanikiwa kudhibiti tena mji mkuu wa eneo hilo na maeneo mengine muhimu kutoka kwa waasi wa M23 na makundi mengine yenye silaha. Hata hivyo, taarifa mahususi kuhusu kijiji cha Katobi bado hakijathibitishwa na vyanzo huru vya habari. Mapema mwaka huu, hasa mwezi Machi mwaka 2025, wapiganaji wa M23 walikuwa wameteka maeneo kadhaa katika jimbo la Walikale na kusababisha wasiwasi mkubwa wa kiusalama na kibinadamu. Hata hivyo, kuanzia mwezi April, FARDC ilianzisha operation za kijeshi zilizofanikiwa kuwafurusha waasi hao kutoka mji wa Walikale na maeneo ya jirani. Kurejeshwa kwa udhibiti wa serikali katika mji huu muhimu kimkakati kulipongezwa na wananchi wa jumuiya ya kimataifa.
Kufuatia kuimarika kwa hali ya usalama, shughuli za kijamii na kiuchumi zimeanza kurejea taratibu. Mfano mmoja muhimu ni kurejelewa kwa shughuli za mpango wa kimataifa wa ufuatiliaji wa madini mwezi Juni mwaka 2025. Hatua hii inaashiria kurejea kwa kiwango fulani cha utulivu kinachoruhusu ufuatiliaji wa madini ambayo ni chanzo kikuu cha mapato katika eneo hilo. Licha ya haya ya jumla, kumekuwa na ripoti zinazothibitishwa kuhusu mapigano na udhibiti wa vijiji vidogo vidogo. Ingawa kuna taarifa zinazosambaa kuhusu jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukomboa kijiji cha Katobi, hakuna taarifa rasmi kutoka kwa FARDC wala vyanzo huru vya habari kama vile Radio Kapi zinazoweza kuthibitisha tukio hili mahususi. Eneo la Walikale ni kubwa na lina vijiji vingi, na mara nyingi mapigano katika maeneo madogo yanaripotiwa kuwa upana. Hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni tete, huku makundi mbalimbali yenye silaha yakiendelea kuwa tishio kwa raia. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano wake na washirika wake linaendelea na operation za kuhakikisha usalama wa kudumu kurejea katika eneo yote yanayoathiriwa na mizozo. Wananchi wana matumaini kuwa mafanikio ya hivi karibuni ya FARDC yatazaa matunda ya amani ya kudumu.